إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله خطبة iliyotangulia tulisoma tukajifunza miongoni mwa mambo ambayo lau tutayaendea itakuwa riziki yetu ni nyepesi kwetu, lakini tutakapoipata hiyo riziki itakuwa ni yenye baraka ndani yake. Yawezekana ukapata riziki kidogo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaitia baraka ndani yake, ukaweza kuitumia riziki hiyo katika mambo mengi, yakiwemo mambo mengi ya kufanya khairati. Sasa tuliona baadhi ya sababu, na leo insha Allah tutamalizia baadhi ya sababu ambazo huenda zikatupelekea kupata riziki hiyo. Sababu miongoni mwa sababu za kupata riziki kwa wepesi, na hii ni katika mafatihu rizq, katika ufunguo wa riziki, al-infaqu fi wujuhi al-khair, kutoa katika njia za khairi, kutoa katika njia ambazo zinamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allahu azza wa jalla, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin, na kile utakachotoa katika kitu basi Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa badali hapa duniani na kesho akhira. Na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mbora miongoni mwa wale wenye kutoa riziki. Kutoa katika njia za khairi itakufanya wewe Muislamu kuweza kupata riziki yako kwa wepesi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma min yawmi yusbihu fihi al-ibad, hakuna siku ambayo watapambazuka waja isipokuwa wayanzilu fihi malakan, isipokuwa wanateremka malaika wawili. Anasema mmoja, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa, ewe Mola mpatie anayetoa badali. Wayaqulu al-akhar, na anasema mwingine, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ewe Mola mpatie yule mwenye kuzuia kutokutoa, mpatie uzito na ugumu. Hawa ni malaika ambao kila ucheo wanamuombea dua Muislamu anayetoa katika wujuhul khair. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithul qudsi, qala Allahu azza wa jalla, ya ibn adam anfiq unfiq alayk. Allah anaeleza katika hadithul qudsi, ewe mwanadamu toa na mimi nitatoa juu yako.
ukitoa manake nitakulipa badali ya kile ulichokitoa. Kutoa katika njia za kheri ni katika sababu ya wewe kupata riziki kwa wepesi. Na unapotoa mali yako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi unajitengezea wewe, humtengezei yoyote. Unayempa maskini, maana yake yule maskini atanufaika kwa muda mchache, lakini wewe ndio utapata ujira mkubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaelezwa na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anamwambia mtume, khudh min amwalihim sadaqa, chukua katika mali zao sadaka ya zaka, tutahhiruhum wa tuzakihim. Wanapotoa mali hiyo na ukaichukua mali hiyo, itawasafisha wao na itawatakasa wao. Ndugu katika imani, alinfaqu fi wujuhil khair, kutoa katika njia za khairi tofauti tofauti. Ukiwa ni mtoaji, basi manufaa yake utayaona hapa duniani na manufaa makubwa zaidi utayaona akhira. Kwa hiyo jitahidi katika riziki yako kuwa una watu hata wawili watatu unawasaidia baina yako na Allah azza wa jalla. Na tukenda katika mstari huo, maana yake watu wengi watakuwa haja zao zinasaidika kupitia ndugu zao. Kwa hiyo kuwa wewe ni mstari wa mbele katika kutoa. Na sisi tuangalie wale ambao mara nyingi huwa wanatoa mali zao katika wujuhul khair, waangalie kwa jicho la mbali. Hawa wanatoa, lakini mbona masha Allah, Allahumma barik, mali yao haipungui. Maana qasa malum min sadaqa, haitapungua mali ambayo imetolewa sadaka ndani yake. Mali haipungui, mali hiyo inazidi. Kwa hiyo ndugu katika imani, hii ni katika sababu ya kufanya riziki yetu kuwa nyepesi. Miongoni mwa sababu ambazo zitapelekea riziki yetu kuwa nyepesi, alkasbu alhalal walbu'd an kasbi alharam, chumo lilokuwa zuri, chumo la halali, na muislamu kujiepusha na chumo ambalo ni la haramu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayuha ar-rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Enyi mitume, kuleni katika vile ambavyo ni vizuri vya halali na mutende matendo yaliyokuwa mema, hakika mimi ni mjuzi kwa yale munayoyafanya. Allah subhanahu wa ta'ala hapa anawapatia khitab mitume wale mali ya halali. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliomuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Khitabu hapa ni ya waumini. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, kuleni katika vile ambavyo ni vya halali tulivyowaruzukuni. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja, thumma dhakara ar-rajula, akataja mtu hali yake yutilu safara, safari yake imerefuka, ash'atha aghbara, nywele zake zimetimka timka, halafu amejawa na vumbi. Hizi zote ni katika sababu za yeye kukubaliwa dua, na ni katika sababu za yeye kukubaliwa maombi yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Yutilu safar, safari yake imekuwa ndefu. Msafiri anapoomba dua, Allah subhanahu wa ta'ala hupokea dua hiyo. Akiwa amechoka na dhiki za safari kutokamana na uzito wa safari, sasa Mtume sasa sema ash'atha aghbara, nywele zake zimetimka timka, kisha amejawa na vumbi. Yamudu yadaihi ila samaa, ananyanyua mikono yake kuielekeza mbinguni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, hali ambayo mat'amuhu haramu, chakula chake ni cha haramu, wa mashrabahu haramu, na kinywaji chake ni cha haramu, wa malbasuhu haramu, na vazi lake ni la haramu, wa ghudhiya bil haram, na kiwiliwili chake kimekuwa
amepata afya na akawa mkubwa kutokamana na mali ya haramu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fa anna yustajaba lahu, vipi mtu huyu atajibiwa maombi yake? Imekuwa yeye kutokujibiwa maombi yake ni kwa sababu ya chumo baya, kwa sababu ya chumo lilokuwa la haramu. Nasiha yangu kwa ndugu katika Waislamu, elekeza maombi yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Nenda katafute riziki, toka mapema katafute riziki, lakini iyaka na mali ya haramu, iyaka an tadhlima ahadan minan nas. Ole wako Muislamu kumdhulumu mtu mmoja katika watu. Ikiwa unafanya kazi ya kupima vipimo, kazi ya mashambani, jiepushe na kuchukua shibri moja ya ardhi. Jiepushe Muislamu kubeba shibri moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tawakahu Allahu bi sab'i aradhin, Allah atamkandamiza kwa ardhi 7 yule ambaye amebeba shibri moja ya ardhi. Chunga kubeba mali ya haramu. Waajiriwa, ni bora mkae na waajiri wenu muzungumze maslahi ya mishahara yenu, kwamba mishahara ni midogo tuongezee, kuliko kuchukua kitu kidogo katika mali ya muajiri wako. Jiepushe mwajiriwa, jiepushe kuingiza biashara katika duka, katika sehemu ambayo mwajiri wako hajui. Hiyo ni katika pati ya chumo la haramu. Manake ukienda katika mstari huo unaweza ukajipata riziki yako inakuwa ni ya haramu, na inaweza kuwa riziki yako ni ngumu, ukawa huwezi kupiga hatua, uko hapo hapo. Walipo 300 ni hiyo hiyo 300. Wewe unaona kana bana kazi nini, lakini kumbe hapana. Chumo lako halikuwa chumo la sawa sawa, ulikuwa wewe unachukua katika mali ya muajiri wako. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ndugu katika imani, katika sababu nyingine ya kupata riziki kwa wepesi na kuifanya riziki iwe na baraka ndani yake ni muawanatu aldhuafai walmuhtajin, kuwasaidia madhaifu na wale wenye kuhitajia. Sahaba mmoja anaitwa Sa'd ibn Abi Waqqas, ana mwanawe anaitwa Mus'ab. Mus'ab ibn Sa'd alimuona baba yake akona fadla ala man dunahu min as-sahaba, Allah amemneemesha pasi na wengine katika masahaba, yani Allah amempa neema pasi na wengine katika masahaba. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam kusikia hiyo habari akasema hivi, hal tunsaruna wa turzakuna illa bidhuafaikum. Mtume sallallahu anasema, je, nyinyi waislamu mutapata nusra, kunusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na mutapata riziki, kuruzikiwa na Allah, isipokuwa kwa kupitia madhaifu wenu, kupitia wanyonge wenu. Wanachuoni Al-Hafidh bin Hajar anasema kwa sababu wale wanyonge dua zao zinakuwa zina ikhlas, dua zao zinakuwa moja kwa moja zinafanya wewe kukubaliwa au wewe kupokelewa amali yako ya kheri ya kumsaidia yeye. Hasa Mtume sallallahu anamwambia masahaba, hal tunsarun, je, nyinyi mtapata nusra, wa turzakun, na nyinyi mtaruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, illa bidhuafaikum, isipokuwa kwa wale wanyonge wenu. Jamani ndugu katika imani, yule unayemhisi ni mnyonge leo, yule anaweza kukunyanyua daraja. Yule mnyonge ndio atakaye kunyanyua daraja. Yule tajiri unayejisogeza kwake, unayetaka ukaribu na yeye, yule hawezi kunyanyua daraja. Utanyanyuliwa daraja, utapata riziki yako leo,
kwa kupitia wanyonge, sio kwa kupitia mabonyenye, kupitia wanyonge. Leo sisi akikujilia ndugu yako ana shida, wallahi wabillahi watallahi utamwambia njoo siku fulani, kesho akipita mlango ule yeye apita mlango huu. Ndugu yako amebanwa, anahitajia, amekufuata wewe, hebu angalia ameacha watu wangapi. Hilo wewe litie kwenye akili, akwambia bwana ndugu yangu nistiri, nimebanwa mimi, hali yangu imedhoofika. Wallahi wabillahi wengi wetu katika Uislamu atatoka mlango ule kesho apita huko. Tunawakimbia wanyonge. Lakini ikiwa amekuja tajiri, basi unataka ukaribu. Ndio mtu anakuambia mimi najua na tajiri fulani, najua na tajiri fulani, najua na tajiri fulani. Sasa tajiri fulani ndo nini? Kujuana naye ndo nini? Riziki yako iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala, haiko kwa tajiri. Hatusemi tuwafanyie ubaya, lakini wewe usema najuana na mnyonge fulani. Ndio masahaba radhiallahu anhu walikuwa mara nyingi na wanyonge. Ulama rahimahumullah, wanachuoni walikuwa wakiitwa na wafalme wanakimbia, lakini wakiitwa na wanyonge wanasogea, kwa sababu wanajua ni mlango wao huo wa kuingilia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tubadilishe mfumo wa maisha yetu, tuangalie madhaifu katika sisi, na sisi ahlus sunna ni bora kusimamiana ahlus sunna kwa ahlus sunna. Simamia ndugu yako ahlus sunna, msikilize, na si dhaifu maana yake lazima umpe kitu. Mwingine anataka ushauri, bwana nataka kuanzisha biashara fulani, hebu nishauri wewe kidogo, una khibra. Leo baadhi ya watu wanakhiana mpaka biashara kumweleza ndugu yake, bwana biashara hii ina faida, anaona shida nikimweleza yule atanufaika. Yani hali imefika leo katika hali hiyo. Waonaje wewe ukamfahamisha ndugu yako biashara fulani? Waonaje wewe ndugu yako ukamfahamisha hali fulani ya riziki? Isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakutilia baraka. Na mimi leo nasema katika hii mimbar, kuna watu wako waumini, sisemi nani na nani, lakini wako waumini wanasimama na madhuafa. Na wallahi wabillahi watallahi siku watakapodondoka tutalia sana ahlus sunna. Siku watakapodondoka wallahi tutalia sana ahlus sunna, kwa sababu wamekuwa bega na bega, bega kwa bega na maskini, wamekuwa bega kwa bega na madhuafa. Lakini kuna watu wana uwezo lakini ni makatili kwa madhuafa. Wao kutoa tu ahadi za uongo, siji kujitia huko. Ndugu yako anaomba 20,000, unamiliki bilioni 1, unamiliki milioni 200, unamtia ndugu yako huko. Simwambie tu ndugu yangu sasa hivi mimi sina, atakutia huko, atakuzungusha, atakuleta huko, kwa sababu wanawakimbia wale wanyonge. Hawajui hatima yao njema ni kupitia hawa wanyonge. Ndio katika imani. Jambo jingine, aridha bima qasama Allah, kuridhia katika kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema laysa al-ghina an kathrati al-'arad walakin al-ghina ghina an-nafs. Sio utajiri wa kuwa na kila kitu, unaonyesha hichi na hichi kwamba huo ndio utajiri, lakini utajiri ni utajiri wa moyo. Ndio wanachuoni wakimzungumzia mwanachuoni mmoja anaitwa Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, wanasema jamaa khisalul khairi kullihi, amekusanya alama njema zote. Alikuwa ni tajiri lakini ni zaidi ya maskini, jinsi ambavyo alivyokuwa anasimama na kuwasaidia ndugu zake. Kwa hiyo aridha bima qasama Allah, utajiri si wa kuwa na hichi na hichi na hichi na hichi. Utajiri wa nafsi yako ni tajiri. Inawezekana huna chochote lakini nafsi yako ikawa wewe ni tajiri. Inawezekana una kila kitu lakini nafsi yako ni maskini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza man kanatil akhiratu hammahu, yule ambaye lengo lake ni akhira. Man kanatil akhiratu hammahu
yule ambaye lengo lake ni akhira, ja'ala Allahu al-ghina au ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi, Allah atakusanya, atajalia utajiri wake katika moyo wake. Wa jamaa Allahu shamlahu, na Allah atamkusanyia anachokihitaji. Wa atatu dunya wa hiya raghima, na itamjia dunia ikiwa inajidhalilisha kwake. Mtu wa sampuli gani? Ambaye lengo lake ni akhira. wa man kanat hammuhu dunya, na yule ambaye lengo lake ni dunia, ja'ala Allahu al-faqra baina aynayhi, Allah tajalia ufakiri baina ya macho yake. Lengo lake ni dunia, Allah anamjalia ufakiri baina ya macho yake. Labda ni tajiri lakini bado anaona hana, bado anaona bado hajafikia kiwango, bado faqr baina aynayhi. Wa farraqa Allahu shamlahu, na Allah hamkusanyii mahitaji yake yote anayoyataka. Walam yutihi min ad-dunya illa ma qudira lahu, na wala hatapatiwa na Allah katika dunia isipokuwa kile ambacho Allah amemkadiria. Kwa hiyo kuridhika kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia, kuwa na ridha kwa kile ambacho Allah amekujalia wewe Muislamu kidogo. Wewe una kibanda kimoja, sema alhamdulillah, rizika na kibanda kimoja, furahia maisha ya kibanda kimoja. Una chumba kimoja, ridhika na kibanda chumba kimoja, furahia maisha ya chumba kimoja, ridhika na hali ya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia. Hadithi ya Mtume sallam, Aisha radhiyallahu anha anasema, lam takun tuqadu an-nar fi baiti an-nabi sallallahu alayhi wasallam thalathatu ahilla, ilikuwa hapapikwi katika nyumba ya Mtume sallam miezi miwili, al-hilal thumma al-hilal thumma al-hilal. Wanachuoni wakasema al-hilal thumma al-hilal thumma al-hilal, maana yake ni miezi miwili. Asma radhiyallahu anha katika hali hiyo anamwambia Aisha, mwezi miwili nyumba ya Mtume haipikwi consecutively, maana yake leo patapatikana, baada ya wiki moja hamna chakula. Anasema kaifa kana aishukuma, mlikuwa mkiishi vipi wewe na Mtume? Kani kama hali yenu hiyo. Asma radhiyallahu anha anashangaa hali ya Mtume na maisha yake. Qalat, akasema al-aswadan at-tamr wal ma, tulikuwa tukinywa au tukila vyeusi viwili, maji pamoja na tende. Haya ndio alikuwa maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo alhamdulillah unapata mili yako yote tatu au mili mbili kwa uchache unaipata. Tumeshatoka nyumbani alhamdulillah, mtu ashaacha mambo ya kupikwa leo, kama ni pilau, kama ni biriani, kama ni chochote bado. Lakini wewe huridhii, unamwangalia yule ambaye mamfaukaka yuko juu yako, uangalie yule ambaye mandunaka yuko chini yako. Sababu hiyo inatupelekea wengi riziki yetu inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo haya ni katika baadhi ya mambo ambayo lau kama tutaendea yatatusaidia. Jambo jingine, adau salah, kutekeleza nguzo ya sala. Jambo jingine, at-tafarruq lilibada. Haya pia ni katika mambo ambayo yatatusaidia katika kuipata riziki yetu. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.